Watu wa Mungu, ni kwamba sisi tuko msibani hapa Kyela kwa mzee Mwateba. Niko na binti yangu Sifa hapa wakati wanamalizia mazishi. Basi tumesimama kwa muda mrefu, baadaye tukaona miguu haina uwezo, tukaona tukae kidogo. Nimetaka nimuulize binti yangu, umejifunza nini aidha kwa maisha ya Mwateba na hata kwa msiba ambao umeendelea hapa hatimaye mazishi? Kwa ufupi, nimejifunza kwamba ni bora kusimama na jambo jema, hata kama unaweza kuonekana ni kama umepita na wakati, ni kama umekosea, watu wengi wasikunge mkono, lakini ni bora kusimama na jambo jema. Na jambo la pili, kwa maisha ya mzee Mwateba, nimefurahi kwa namna ambavyo alijitoa kwa Bwana, pamoja na kwamba aliishi kwa namna ya kibweke, kwa sababu ukisikiza ile klipu aliyotoa wakati bado yuko hai, kuna namna unaweza kugundua kwamba yule mzee alikuwa mpweke, lakini bado alisimama na upweke wake, alisimama na Mungu wake mpaka sasa tupo kwenye msiba wake, kama hivi ambavyo watu wapo wengi kwa namna ambayo sio kawaida sana kwa mazingira ya vijijini. Kwa nimejifunza kwamba ni bora kusimama na maisha ya haki au kusimamia jambo jema, hata kama unaweza kuonekana mpweke, lakini hata kama ni mpaka mwisho au ni kwa kuchelewa, lakini anaweza kuwepo mmoja, wawili, watatu ambao wanaweza kujifunza na kufuata moyo wako. Kwa haraka, wewe umeona hasara yoyote kwa huyu mzee, pamoja na kwamba alionekana ataishi mpweke na ilionekana ni kama amechagua njia ambayo siku ya taabu ya mateso yake angekuwa peke yake? Je, kile ulichokiona hapa unaona kweli ni upweke huu? Hapana, sijaona namna yote ya upweke, na pamoja na kwamba hayupo, lakini mtu mwingine yeyote ambaye anaweza akawa anatamani kuishi maisha aliyoishi huyu mzee Mwateba, kwa namna tu watu walivyo ambavyo yani wanaumia kwa moyo wa ndani kwa sababu ya kutokuwepo kwake, nimejifunza kitu kwamba hata kama unaweza kuonekana mpweke, lakini kwa wakati, ila hauwezi kuaibika mpaka mwisho. Ndio. Amen. Mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu ya moyo wako, sababu nimeona katika hali yote unajitoa kuimba, lakini pia basi kwa moyo uliofunguka sana. Pengine tu nijue siri ya ujasiri ulionao kwenye msiba kama hapa. Hauogopi wingi wa watu, uko free. Ndio. Siri ni nini? Sababu nini? Cha kwanza kabisa, siri ya ujasiri wangu ni kwamba sina makando kando. Yani sio kwamba nilikuwa hivi kabla ya kuelewa vizuri mfumo wa ibada. Nilikuwa ni mtu mwoga tena, kama mazingira kama haya ambao ni kama kuna wanaume wengi au kuna vijana wengi. Nilikuwa najikuta mnyonge na waza, huyu kijana ananionaje, yule ananionaje, yule ananionaje, yule ananionaje. Lakini sasa niko huru kwa sababu moyo wangu umemwelekea Mungu, na kama kuna kitu naweza nikafanya, kama kuna ibada, kama kuna wimbo naweza nikaimba kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili ya kutaka vijana wanione. Pale ndani unahitajika. Nakushukuru sana. Mungu akubariki sana. Mimi nimefurahishwa sana na ujasiri wako. Wakati mwingi huwa sioni, naonaga fahari kuandamana na wewe, kwa sababu naonaga hutegemei mwongozo, hutegemei protocol ambayo pengine mimi naweza nikawa nimewekwa. Wewe unatafuta njia. Pengine hapa hatukupata nafasi kubwa sana ya kuzungumza, lakini kaona walipotoa nafasi ya kwamba wimbo katika maombi uliokuwa naomba kukawemo na sehemu ya Injili, mimi kimsingi huwa nafurahishwa kuongozana na mtu ambaye anaweza akafanya jambo lilo zaidi ya mipango ambayo inakuwa iko pale. Kwa mimi nakupongeza sana kwa ujasiri huo. Mungu tukubariki kwa msingi wa ujasiri wako. Maisha yaliyonyoka ndio nayo bila shaka yatakupa uhuru wa kila mahali, kuwa huru. Ikiwezekana vijana wenyewe ndio wainame sura wanapotazama, sio binti uiname sura, lakini pia mbele za watu wenyewe ndio waogope kutazama wewe, wala sio wewe kuwatazama watu. Wewe watu wakuone kama nuru.
Mungu akubariki sana. Asante sana. Amen. Pengine baada hapa sasa nataka nimwoje mtumishi wa Bwana Mwangosi. Sikie naye asikiaje. Hata akifa mpagani wa basi mimi kwa mnavyonijua mtumishi wa Ngosi, najua watu wengi hapa kama sio tumekuja kwenye msiba wa mzee Mwateba. Pengine nataka tu kujua jambo moja kwamba umejifunza nini kwa maamuzi au maisha ya mzee Mwateba na hiki ambacho kimeendelea hapa. Jambo ambalo nimejifunza ni kwamba maisha ya imani hayategemei kundi. Maisha ya imani sio maisha ambayo yanataka uwe na kundi fulani unaloshikamana nalo. Yanataka uwe na uelewa wa kwamba ulichokishika ni kitu cha faida na kwamba hicho utakisimamia katika mazingira yote. Mzee Mwateba hata baada ya kuonekana amekuwa na mtazamo tofauti wa imani na watu wengine, yeye aliendelea kubaki na imani, lakini ni kitu ambacho wako watu ambao bado waliendelea kuona alichoshika ni cha maana, na wako waliomfuata, na hata wale ambao huenda walikuwa wanaona hajashika chenyewe, lakini leo unakuja kuona wamekuja kuwa pamoja naye, kwamba maisha ya imani na mtazamo fulani ambao tofauti na wengine, sio kwamba utakuacha uaibike. Kikubwa huo uhakiki ni mtazamo sahihi, ni kitu sahihi sawasawa na maandiko yalivyo, basi ni kitu ambacho mwisho wake ni mwema. Na katika maelezo ambayo nimeyasikia hapa ni kwamba mzee Mwateba amezaliwa katika maisha ya wokovu, kwamba kama Pentecost unazungumziwa ulianzia Igale, basi huyu mzee Mwateba kazaliwa huko Igale, kakulia mazingira hayo. Kwa hiyo Pentecost wenyewe amekuwa anafahamu, na yeye alikataa kuwa na wokovu wa kisasa ambao watu wengi wanaona kama ni sasa, lakini yeye kachagua njia ya kwamba mimi nitabaki na mtazamo ule ambao tulianza nao wa imani. Ni kweli kwa miaka hii ya leo ni vigumu wachungaji wengi kukubaliana nao, waumini wengi kukubaliana nao, kwa sababu wanatafuta heshima kwenye imani, heshima binafsi, wanatafuta kupata fedha kupitia imani. Lakini unaona watu kama hawa kina mzee Mwateba ni watu ambao wamemaliza mwendo kwa heshima ambayo sio ya kundi, alikuwa na kundi fulani, ni heshima, na anatajwa vizuri kwamba amemaliza imani akiwa na mtazamo sahihi. Kwa mimi ni jambo nimejifunza kwamba imani simama nayo hata kama utakuwa uko peke yako, hata kama utakuwa wengi, lakini kuna uwezekano atakuwa mtu ambaye atakuja kutokea. Kwa mfano hapa nimekuja kuona huyu askofu ambaye amehusika na swala la mazishi hapa, ni mtu ambaye anasema wamekuwa wakianza pamoja imani katika utoto wao na utu uzima, walipotezana lakini baadaye wamekuja kukutana, kitu ambacho kwamba inaonekana mitazamo yao bado ilikuwa ina uhusiano, kwamba wote wanajua Pentecost ni ule wa zamani, sio huu. Na huyu mzee nimeona anazungumza kwamba amesajili kanisa lake la Pentecost halisi, Pentecost original Tanzania, kitu ambacho inaonekana kwamba hata yeye katika upentekosti ule wa holiness ambako alikuwa haoni kama ndio upentekosti wenyewe. Kwa hiyo na yeye akaamua kutafuta njia yake, kwamba uko upentekosti ambao unaufahamu. Kwa hata alivyokuja kukutana na huyu mzee Mwateba, bado inaonekana wamekuwa na uhusiano. Kilichounganisha ni kwamba kuna kitu ambacho tunafahamu ndio waendelea sasa. Kwa hiyo kwa mimi nimejifunza kwamba imani ni kitu usimame nacho mwenyewe, hata kama inaonekana kundi lote limepotea. Wakati mwingine amua kutoka katikati ya kundi, kama huyo mzee, kwamba yeye aliona huko holiness ni kwamba hamna kinachoendelea, yeye kaamua kusajili kanisa lake. Hata kama huenda wa wazee wanakufa, wanaondoka wakiwa hawajaacha watu ambao wanaweza wakabaki na mitazamo waliokuwa nayo, lakini wamekufa kishujaa na wamekufa kwa namna ambayo wameacha historia kwamba walilinda imani mpaka mwisho. Kwa mfano mzee Mwateba kwamba amekufa akiwa yuko kwenye shughuli ya ibada. Siku ya Ijumaa ya mkesha alikuwa kwenye mkesha na maombi na akiwa na mfungo. Kwa mzee ameondoka akiwa bado akiwa na mtazamo wa maisha ya Pentecost, ambayo kimsingi tukizungumza Pentecost tunazungumza Pentecost ni maombi, Pentecost ni ibada, ni namna za kufunga. Kwa hiyo mzee ameondoka akiwa bado anaamini kwamba hayo ndio maisha ya imani ambayo tunatakiwa kuyaishi. Kwa hata kama haitakuwa watu wengi watafuata mtazamo huo, bado ni kitu ambacho tunatakiwa kukishikilia. Lakini zaidi sana bado nimeendelea kuona kwamba
katika msiba huu bado nimeendelea kujifunza kwamba kupata mtu mwenye mtazamo wa huyu mzee ni vigumu sana. Nimesikiliza injili zilizoendelea, nimesikiliza maelezo ya watu wengi ambao yamekuwepo hapa. Sijaona mtu ambaye anajaribu kuonyesha mtazamo wa mzee ulikuwa ni sahihi kiasi gani, ulikuwa ni wa kufuatwa kiasi gani. Na hata katika historia tu ya marehemu, kwa namna ambavyo imesomwa, nimeona imesomwa kwa namna ambayo ni dhaifu, kwa sababu haijazungumzia wokovu wake, namna alibeba imani, kitu ambacho kwa sisi tuliofika hapa msibani tulitegemea tuyasikie mapito ya mzee, kwamba alipita na imani maeneo gani, na hayo yalikuwa ndio vitu ambavyo vinatakiwa kuwalifisha vijana wengine ambao watabeba imani kuendelea huko mbele. Kwa haya ni sehemu ya mambo ambayo mimi nimejifunza sana kwenye msiba huu. Bila shaka kabla tuondoka hapa tutafuta kujua kwa nini wakati wa msiba hapa na kuchanganyikiwa. Pengine tunatafuta kujua undani kwa nini familia haijaweka maisha ya imani ya mzee Matemba. Kwa mbali hapa na kijana huyo Onesmo kwa anajaribu atakaanze kusema, bado ni kama wamemzuia, kama wamemzuia kwamba hayo achana ya kwanza. Sasa off camera bila shaka tutapata kujua ni kwa nini historia ya maisha yake ya imani hakijawa ndio kitu kinachozungumzwa kwenye wasifu. Hakijawa, hakuna mhubiri ambaye kainuka kuyasema kama ni maisha zaidi. Pengine mimi tulivyosimama kwamba kujonivuta ushuhuda wake kupingwa popote, inaonekana alikuwa ndio maisha yake. Kwa hiyo nataka off camera tutapata kujua ni wamepitiwa tu uwezo wao wa kufikiri kuwa hivyo, au ni kulikuwa na sababu za kutokuweka wazi hayo. Mungu akubariki sana. Amen.